Kristo Yesu bado inanena. Neno lako linasema ya kwamba inanena maneno mazuri juu ya maisha yetu. Na Baba wa mbinguni, unatujua sana, kwa sababu sisi ni kazi ya mikono yako. Baba wetu, jioni ya leo, hata Mungu wetu, tunajiachilia kwako, tunajishikamanisha na moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Na Baba wa mbinguni, tunaombea kila mmoja wetu ambaye anasikia hii sauti, akiwa katika kitanda, akiwa katika nyumba, akiwa katika biashara, akiwa anatembea. Baba wa mbinguni, tunakuomba Roho wako Mtakatifu akaweze kuwashawishi, akaweze Baba kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo Baba wa mbinguni, wakasikia hii sauti yako, hii sauti ya ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba wa mbinguni kwa kila sifa ambayo itatolewa mahali hapa. Baba wa mbinguni, ikakuwa Baba Mungu wetu ni manukato mbele yako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya ushuhuda wowote utakaotolewa mahali hapa. Baba wa mbinguni, ikawa mfalme Mungu wetu ni ya kuguza mioyo yetu, ni ya kupa mioyo yetu tumaini katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, tunakushukuru hata wakati Bwana mtumishi wako atakaposimama, Baba Mungu, kamtumie kama chombo chako katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kwa sababu kila mmoja wetu ataenda kusikia katika jina la Yesu. Ninakuomba Baba Mungu wetu, ukatupie masikio inayosikia katika jina la Yesu Kristo. Na sio kusikia tu Baba Mungu wetu, tusaidie kutii katika jina la Yesu, kwa sababu Baba Mungu wetu unafurahishwa na wanaokutii katika jina la Yesu. Ndio sababu Baba naomba neema yako, neema ya kutii Baba Mungu, ukanyeshe kila yoyote atakayesikia sauti yako na neno lako katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Anza nasi, tembea Baba kila nyumba, tembelea kila mwili Bwana na kila nafsi katika jina la Yesu. Pokea utukufu, pokea heshima, kwa maana wewe ni mwema. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu tumeomba na tunasema amen. Tupigie Mungu wetu makofi. Glory be to the name of the Lord. Hallelujah. Nataka kukaribisha ndugu yangu Samuel atuongoze, baadaye atatuongoza katika ibada ya siku ya leo. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Basi jioni ya leo nimeokoka na Yesu ni Bwana. Kwa majina yangu naitwa Sami Kamau, na nimefurahi siku ya leo kuwa mahali hapa. Na kufika mahali hapa ni kwa ajili ya rehema zake Mwenyezi Mungu. Sisi ambao tuko hapa tunaitwa Glorious Family. Kwa hivyo sisi ni watu ambao tunampenda Mungu na tuko hapa na ili tuwaletee habari njema. Na sababu ya kuwa mahali hapa tunataka kushukuru, kuna uongozi ama kuna Reverend wa kanisa ya hapa Ronda ambaye ni Reverend Jane Keguta. Sijui yako wapi. Tumu-appreciate kwa makofi. Asante kwa ukaribisho wako. Na pia tuko na Pastor Michael Keguta. Ako wapi? Tumu-appreciate ni kwa ajili ya kutengeneza jambo kama hili ili tuje mahali hapa tupeane neno la Mungu. Na siku ya leo pia tuko mahali hapa kwa mafuta ya wachungaji wetu ambao ni Bishop Nancy na Reverend Emmanuel. Wametutuma hapa na ili tulete habari njema, na najua ya kwamba itakufikia na roho yako utasikia uko sawa. Niseme ya kwamba sababu ya kuja mahali hapa ni kuwaletea neno njema na ili liwaingie na liweze kuwabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hatuko biashara nyingi hapa, ni kuleta neno la Mungu na ili neno hili liweze kuwajenga. Tukienda katika Tito
5 Biblia yasema ya kwamba hatukuokoka kwa ajili ya matendo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuliokoka ni kwa ajili ya rehema zake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuja mahali hapa, tumekuja ili tuweze kuwaletea ile rehema ambayo ilileta wokovu kwetu na tukawa huru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wewe ukiwa hapo nyumbani, tumekukaribisha mahali hapa ukuje ili tushiriki pamoja, tuweze kusikia neno la Mungu na liweze kukuweka huru. Hatukuokoka sababu tulikuwa wazuri, lakini tuliokoka na tukaoshwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Niseme ya kwamba mimi nimekaa sana hapa Roda na najua kwamba kuna mambo mengi sana na vituko nyingi sana. Hakuna mambo mengine, hakuna jambo lingine ila kuokolewa na kuoshwa na damu. Bwana asifiwe. Unajua mahali hapa mtu akitaka pengine kuokoka ama kutolewa jambo, unaitishwa kuku nyeusi ama unaitishwa kuku ya brown. Lakini kuambia kwamba hakuna mambo mengi, ni kumkubali Yesu na kuoshwa na damu na ukawa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa mahali pale nyumbani, tumekukaribisha mahali hapa ili tuweze kushiriki pamoja, tuweze kuendelea pamoja, tunene neno la Mungu pamoja na hili neno likaweza kutujenga. Kwa hivyo tumekukaribisha mahali hapa kama wana Glorious, tuweze kusikia hili neno, maana neno ni ukombozi. Utakapokaribia mahali hapa, utasikia nguvu za Mungu na uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Tumewakaribisha muwe pamoja nasi, na ndiposa nimewaambia hii injili italeta ukombozi kwako, na injili ni nguvu, injili ni uweza. Venye nimesema ya kwamba najua ya kwamba hii Roda iko mambo mingi sana, lakini wacha nikwambie, usidanganywe mambo mingi, usiambiwe mambo mingi. Jambo ni moja, kumkubali Yesu na kuoshwa na damu na uwe huru, na ukiwa huru umekuwa huru katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sitafadhali mkaribie hapa. Nataka sasa kukaribisha waimbaji na ili tuweze kusikia neno, tuweze kumsifu Bwana na tumsifu. Waimbaji mko wapi? Huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka, nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Sema nimeokoka na furaha, ile mikono juu hivi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi. Angalia jirani, mtolee ushuhuda, mwambie zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu. Zamani nilifungwa sana, nikamwendea Bwana Yesu, akaniweka. Sema nimeokoka na furaha. Weka mikono hivi, umewekwa huru. Nimeokoka. Sikia. Yesu akikuweka huru, huru kabisa. Yesu akikuweka huru, huru kabisa. Huru. Yesu akikuweka huru, huru kabisa. Yesu akikuweka
akikuweka huru, huru. Yesu akikuweka huru, huru kabisa. Yesu akikufungua minyororo, unakuweka huru. Yesu akikuweka huru, huru kabisa. Chezea Yesu jamani, wacha uwa. Yesu akikuweka huru, Yesu akikuweka huru, huru. Yesu akikuweka huru, unakuwa huru kabisa. Inua mikono, weka chini. Inaitwa muziki bila jasho. Unachezeaga nani wewe? Piga makofi ya chini. Sasa nimetambua unanipenda. Sasa nimetambua unanipenda. Oh Bwana, nimetambua unanipenda. Nimetambua unanipenda. Oh Bwana, nimetambua unanipenda. Hakuna mtu anakupenda kama Yesu. Oh Bwana, nimetambua unanijali. Bwana nimetambua wewe ni wema. Bwana nimetambua wewe ni wema. Wema Bwana, ni wema. Wema Bwana, ni wema Bwana. Wema Yesu. Wema Bwana. Yesu mwambie, atakushindia. Yesu mwambie, mwambie, Yesu mwambie, Yesu mwambie, anaweza yote. Yesu mwambie, atakushindia. Yesu mwambie, Yesu mwambie, nini nakusumbua? Anaweza yote. Yesu mwambie, atakushindia. Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, anaweza yote. Yesu mwambie, atakushindia. Yesu mwambie. You can dance for the Lord. Atakushindia. Inua mikono, bariki Yesu. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Inua Yesu, inua. Wapi vigelegele kwa Yesu.
Yesu wa baraka, wa baraka, wa baraka. Yesu wa baraka, wa baraka, wa baraka. Yesu wa baraka, wa baraka. Shaza muziki twende. Twende. Aha. Twende. Piga makofi Yesu. Shika kitambaa. Hai. Shika hiyo kitambaa. Sheria ya Yesu jamani. Hai. Unachezaga wapi wewe? Forever. Hallelujah. Oh, you are good and your mercy is forever. Hallelujah. Jehovah, you are the Most High. 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 You are the Most High.
Bwana. Yes. Asanti kwa waibaji, mumetuongoza kwa njia nzuri maridadi kabisa. Ama mmehisi namna gani? Uibaji kama huo unaweza patikana wapi? Si ni kwa Yesu tu. Na situdumu kwake. Hata huko kama huko pale nyumba na uendagi kanisa na ulikuwa unaenda, si pia tumekukaribisha mahali hapa. Kanisa letu ukipiga kona tu hapa kama 100 meters tu hapa, Glorious Family tumekukaribisha mahali hapo, na ili tuweze kuendelea pamoja. Kwa hivyo usikufe roho, bado kuna tumaini katika jina la Yesu. Basi kwa wakati huu tujue hata wamama wanaokoka na wanamtumikia Bwana, nasi tuite mama moja anaitwa Waithera. Waithera uko wapi? Waithera, yes, makofi mazuri kwa Waithera. Yes. Wacha tusikie kutoka kwa Waithera na Naomi Akuetia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndo naitwa Waithera na hapa Glorious Restoration ndio nimezaliwa na ndio nimeumbika na hapo ndo home. Babangu wa kiroho ni Reverend Jane Kiguta na ninawakaribisha sana sana mji wa Ronda. Bwana Yesu asifiwe. Okay, najua from the other side labda wengine hawajaifika hapa, lakini kwa neema ya Mungu tumefika. Karibuni sana na mjisikie nyumbani. Amen. Akutuambia kama ameokoka. Nimeokoka kabisa. Kabisa. Thank you very much. Naomi uko wapi? Tumpigie makofi mazuri. Asanti Waithera. Karibu Naomi. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Kama unaniona nifanyie hivi, ambia mwenzako hivi, you are fearfully and wonderfully made. Bwana asifiwe. Kwa majina ni vile umesikia, naitwa Naomi. Nimeokoka na Kristo ni Bwana. Bwana asifiwe. Mimi nashiriki katika kanisa la Glorious Restoration Family Church Ronda na tumewakaribisha katika ibada hii ya siku ya leo. Bwana asifiwe. Unajua wakati Yesu alitembea akitafuta wanafunzi, ilifika mahali akawaambia, "Munifuate na mimi nitawafanya wavuvi wa watu." Bwana asifiwe. Ya kwamba follow me and I'll make you fishers of men. Katika kumfuata Yesu, hautamfuata Yesu na ukae tu. Bwana asifiwe. Kuna ile kumfuata Yesu na kuna ile kutengenezwa. Praise God. Wakati unatengenezwa hautengenezwi tena ukae. Bwana asifiwe. Unatengenezwa ufike mahali kama hapa ili uambie watu ya kwamba Mungu anaokoa. Praise God. Ya kwamba Mungu anatupenda sisi wote bila kujali gender. Praise God. Ya kwamba wewe ni baba ama wewe ni mama ama wewe ni kijana, Bwana Yesu atakuokoa hivyo ulivyo. Praise God. Katika Matthew 24 and verses 14 inasema hivi, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Bwana asifiwe. Wakati unatuona mahali kama hapa, tunafanya kulingana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ya kwamba sio sisi tumejituma, bali wakati tulikubali kukuwa wanafunzi wa Yesu, sisi tulifanyika wavuvi wa watu. Bwana asifiwe. And that is why we are here this evening, ya kwamba kuambia Mungu anaokoa kijana ama wamama ama wazee. Praise God. Ya kwamba hii habari njema ya ufalme itatangazwa kwa ulimwengu wote. Bwana asifiwe. Na hapa tupo bado ni ulimwengu na tumekuja kutangaza ya kwamba nani anaokoa? Yesu Kristo anaokoa. Mubarikiwe sana. Asante, makofi mazuri kwa Naomi. Makofi mazuri na makofi mazuri. Si ni neno nzuri. Na Injili ihubiriwa wakati ufaao na wakati hau. Yes, na wakati haufaao, maana lazima neno liendelee katika jina la Yesu. Kuna jamaa moja alijiunga nasi siku ya Sunday kutoka upande wa Pipeline, anaitwa Nathaniel na ni mhubiri chupafu. Karibu, makofi mazuri kwa Nathaniel, tumpatie atusalimie na ili tuweze kusikia kutoka
kwa huyu mhubiri. Bwana Yesu apewe sifa. Wengine hawanijui kwa jina langu, naitwa Evangelist Waweru Nathan. Zaidi ya yote nimeokoka. Leo ni siku yangu ya kwanza kuwa katika madhabahu haya. Kitu ya kwanza, mahali Roho Mtakatifu alipo, yeye ni mtiifu na ni mnyenyekevu. Lakini kabla nitoke mahala hapa, lazima niseme neno moja. Huyu Yesu ambaye tunahubiri juu yake ana upendo mwingi na ana huruma nyingi. The mission of Jesus, yani kusudi la Yesu Kristo kuja ulimwenguni hasa ilikuwa ili kila mtu amwaminie asije akapotea. Underline in your Bible, underline the word ili kila mtu. Sauti yangu Baba Jogona tu litakuruhusu tu ulipe tu dakika 2. Siwagopi siwezi nikaogopa hii microphone. Nimesikia huu mtani mpya. Lakini kuna kitu moja nitanena juu ya injili ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ako na upendo mwingi na huruma nyingi. Hiyo ndio kusudi lake kuja ulimwenguni. Na maana ya Yesu kuja ilikuwa kila mtu asije akapotea. Lakini tasoma tu kwa sababu Yesu wetu ambaye sisi tumeokoka tumehisi neema zake. Lakini mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Bartimayo ndiye taongea tu dakika 2 tu. Mwinjilisti wangu Baba Jogona, unikubalie tu niongee huyu juu ya huyu Yesu. Maandiko yatuambia katika kitabu cha Marko 10 mstari wa 46. Yesu Kristo alipokuwa anapita, huyu mwana wa Bartimayo ambaye anaitwa Bartimayo mwana wa Timayo, kila kitu tu alikuwa anataka tu kwa Yesu Kristo ni huruma au rehema zake. Watu wa hapa Roda, kuna kusudi moja ya hii injili. Sauti yangu inapenya mahali ulipo. Neno langu la siku ya leo ni kuambia ya kwamba Yesu wetu ako na upendo mwingi, na Yesu wetu ni wa rehema nyingi. Huyu mwana ambaye alikuwa anaitwa Bartimayo ama huyu kipofu, shida yake ilikuwa kuona. Kuna wengi walio hapa lakini wamepotea. Neno langu nataka kuambia mahali sauti yangu inapofika ni kusema ya kwamba watu wengi wamepotea. Watu wengi wamepotea. Hata ule political son alipotea akiwa mjini. Alichukua mali ya baba yake akakuja akaponda akiwa mjini. Na wewe pengine mahali ulipo na unasikia na umepotea. Kwa sababu maisha bila Yesu ni bure. Kwa nini niseme haya ndugu zangu? Yesu Kristo alipokuwa anapita, kama vile sauti inapita mahala hapo nasikia, akataka tu kusikia hii rehema za Yesu. Yeye akalia na akasema maneno nitakayosoma. Yakasema ya kwamba Yesu wa Nazareti nihurumie. Nawe siku ya leo katika umepotea katika ulevi. Na pengine umepotea kwa mama. Wewe umepotea pengine kwa mama Pima. Lakini injili na ujumbe wa siku ya leo, kusudi la Yesu kuja ulimwenguni ili kila mtu asipotee. Wewe umepotea pengine kwa mama Pima. Wewe umepotelea kwa pombe. Lakini Yesu wetu ambaye anaokoa hawa watu ambao wako mahala hapa, ana upendo mwingi na rehema nyingi. Wakati alipokuwa anataka kupita, huyu kipofu akasema, shida yake ilikuwa moja tu. Akasema, Yesu wa Nazareti nihurumie. Na wewe sauti inapita ama ujumbe unafika siku ya leo. Yesu wetu akuhurumia mahala ulipo. Umeumia kwa muda mrefu. Pombe umekunywa kwa muda mrefu. Pesa zako na anasa umepoteza kwa muda mrefu. Ujumbe wetu wa siku ya leo tu ni upendo wa Yesu. Ujumbe wangu wa leo tu ni rehema za Yesu. Rehema tu za Yesu sikufikie. Kwani hapa Bartimayo shida yake hakuwa anaona mahali alipo. Na wewe umekuwa na shida lakini hauoni. Wewe umekuwa kwa pombe lakini hauoni. Una macho lakini hauoni. Yesu wetu yuko mahala hapa siku ya leo. Nguvu za Yesu siko hapa siku ya leo. Usikubali akupite. Bwana akubariki. Amen. Amen. Makofi mazuri jamani. Yes, si tumesikia ni mchungaji anaweza tulisha neno. Asanti ndugu Nathan
kwa kujiunga pamoja nasi. Tunamshukuru Mungu, maana tunajua kazi ambayo tunaifanya sio kazi ya bure, bali iko na malipo. Tunataka sasa tuonge nyimbo 3 peke yake za kigosho ndio tusikie neno. Gai wakwai wa magegania, gai wakwa weka hiyo biti iende mbio kidogo, Gai wakwa gai wakwa Tell
kuuliza wimbo kama huo unaweza upata wapi? Na si tuupate kwa Bwana. Siwe tumefika wakati mwingine ambao ni wakati wa kusikia neno la Mungu. Imefika wakati mwingine. Haya, mukuje na Pastor Samuel. Pastor Samuel, nakuona Pastor Samuel, simukuja na mhubiri na ili upate kumkaribisha Pastor Samuel. Situmpigie makofi mazuri. Yes, asante mchungaji, tunakupenda, tunakupenda. Sinaona venye anakuja kijeshi. Yes, yes, mlete na usimwachilie. Kuja na yeye kabisa. Yes, kuja na yeye kabisa. Yes, ndio tuweze kusikia neno. Thank you. Haleluya! Haleluya! Ni siku ingine ya maajabu, kwa maana Mungu wetu amesababisha tufikishe nyao zetu hapa, na kwa maana mvua inapiga, ni vizuri tukaribishe mnanaji wa siku ya leo, ili tusikie hiyo mkate anatuletea. Tufungue mioyo yetu katika jina la Bwana. Tukaribishe Ben. Makofi kwa Yesu, makofi mazuri kwa Yesu. Karibu, karibu mchungaji, karibu. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la hapa Ronda, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ikiwa unasikia sauti yangu, basi nipungie kwa mkono mahali uliko. Ikiwa unanisikia, wacha nione kwa mkono. Wale wako dukani, nataka nione kama munanisikia, ni munipungie kwa mkono katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi hii ni siku ingine njema ambaye Bwana Yesu ametembea hapa Ronda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nilete ujumbe kwa ufupi, na nitaleta ujumbe kwa njia ambaye ni rahisi, ili kila mmoja wetu apate kupokea na apate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Singealitaka siku moja utakaponenda mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, umwambia kwamba mtumishi wa Mungu Ben aliyepokuwa hapa Ronda alihubiri ujumbe ambaye hatukuelewa. Nataka ni kuhubirie kwa kifupi, straight to the point, juu ya huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema popote huyu Yesu alienda, yeye alitenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba alipopata wenye dhambi, yeye aliwaokoa. Alipopata wagonjwa, yeye aliwaponya. Alipopata watu ambaye walitaka kuwekwa huru, yeye aliwaweka huru. Na jioni ya leo nimewaletea huyu Yesu. Ikiwa uko na hitaji, haijalishi ni hitaji aina gani, huyu Yesu yuko pamoja nasi. Huyu Yesu yuko miongoni mwetu. Maandiko inasema mahali wawili watatu wamekusanyika kwa sababu ya neno lake, yeye yuko pamoja na wao. Leo hatuko peke yetu, tuko na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ako hapa jioni ya leo, akutane na hitaji yako, akutane na kile ambacho kinakusumbua. Haijalishi nini inakusumbua, hakuna kitu ambacho ni kigumu mbele ya huyu Yesu. Maandiko inasema all things are possible kwa wale ambaye wanamwamini. Haijalishi umesumbuka kwa muda mugani, wewe mama, Yesu amekuja jioni ya leo kwa sababu yako. Wewe mzee unayenisikia ukiwa pale nyumbani, wewe unasikia sauti hii, nataka nikuambie jioni ya leo, Yesu Kristo mwana wa Mungu amekuja jioni ya leo ili akutane na hitaji lako, akuponye huo ugonjwa, akutane na kila kitu ambacho umekuwa ukitamani siku baada ya siku, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Popote alienda,
alitenda mema. Haijalishi ni nini kinakusumbua, huyu Yesu yuko hapa katika jina la Yesu. Na jioni ya leo sijakuletea ujumbe mwingine, nimekuletea huyu Yesu, kwa sababu Yesu sio wa dini yangu, Yesu sio wa dini yako. Sijakuletea dini, nimekuletea Yesu Kristo, mwana wa Mungu, anayeweka mtu huru katika jina la Yesu. Haleluya. Tutaingia katika maandiko katika kitabu cha Luka 19. Nataka tuingie kwa haraka katika kitabu cha Luka 19 kuanzia hapo 1 mpaka 9. Maandiko inasema, ni andiko ambalo tunalijua sana katika kitabu cha Luka juu ya jamaa moja. Biblia inasema, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Jesus was coming that way. When Jesus reached spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once, welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. Praise the name of the Lord. Amen. Tumesoma neno la Mungu na maandiko inatuambia vizuri. Tunajua kabisa hii story kidogo ya huyu mtu ambaye anaitwa Zacchaeus. Zacchaeus, maandiko inasema alikuwa ni mtoza ushuru, alikuwa ni mtu mkuu, ni mtu ambaye alijulikana pale Yeriko. Watu walimuogopa sana, ni kwa sababu alikuwa ni mtu tajiri, alikuwa ni mtu ambaye amejiweka vizuri, alikuwa anatoza ushuru kila kitu. Maandiko inasema ya kwamba na siku moja akasikia ya kwamba Yesu anakuja katika mji wa Yeriko. Na basi naamini alikuwa na ofisi ambaye ni kubwa sana, ni kwa sababu alikuwa amejulikana katika Yeriko, ambaye alikuwa ni mtoza ushuru mkubwa, alikuwa ni mtu tajiri, ni mtu ambaye alikuwa amejulikana katika mji wa Yeriko. Na basi wakati mmoja akasikia kwamba huyu Yesu anakuja Yeriko, na najua kawa na maswali, na akajiuliza, huyu Yesu ataweza kutozwa ushuru kweli? Akapanga njia vile atakavyomtoza huyu Yesu ushuru. Maandiko inasema ya kwamba wakati alipokutana na Yesu, ama aliposikia Yesu anakuja Yeriko, akajipanga kwenda kukutana naye. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa ni mtu mfupi wa kimo, hangeweza kumfikia huyu Yesu, hangeweza kumuona huyu Yesu. Na maandiko inasema kulikuwa na umati mkubwa sana, praise the name of the Lord, ambaye hangeweza kumuona huyu Yesu, lakini ufupi wake ama kimo chake hakingemkataza yeye kumuona Yesu. Alitafuta kila njia, alitafuta kila mbinu aweze kumuona huyu Yesu, aweze kukutana na huyu Yesu. Biblia inasema ya kwamba akachukua hatua, akaenda mbio,
akawacha umati wa watu. Biblia inasema ya kwamba akaenda katika mti na akapanda juu ili aweze kumuona Yesu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Akatoka akaenda juu ya mti. Biblia inasema akapanda juu, na Yesu alipokuwa anakuja, maandiko inasema Yesu akaja mpaka mahali Zakias alikuwa ameketi. Akafika pale akamwambia Zakias, nataka ushuke chini. Wapendwa wa Roda, nataka nikuambie hivi, Yesu anakujua kwa majina yako. Nataka nikuambie, popote unaponisikia, Yesu anakujua hata kwa jina lako. Alimuita Zakias kwa jina lake, akamwambia Zakayo, shuka, kwa sababu leo wokovu umekuja katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Akashuka chini, na maandiko inasema walipokuwa wakitembea na huyu Yesu, palikuwa na Mafarisayo ambaye walikuwa pale. Wakatazama Zakias kwa sababu alikuwa mwenye dhambi. Walipomwangalia wakauliza, huyu Yesu kama ni nabii, kwa nini anatembea na huyu mtu mwenye dhambi? Watu wa Ronda, nataka wewe unayenisikia, Yesu amekuja sio kwa sababu ya wale wazuri. Amekuja kwa wale ambaye wamekataliwa. Amekuja kwa wale ambaye hawapendeki. Amekuja kwa wale wanaitwa ni wenye dhambi. Wewe ambaye umepewa majina, umeambiwa wewe ni mlevi, Yesu amekuja jioni ya leo kwa sababu yako. Yesu amekuja kwa wewe ambaye umeitwa kahaba. Yesu amekuja kwa sababu yako. Haijalishi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yesu amekuja kwa sababu yako, wewe ambaye umeitwa majina. Hao watu wakakuja wakamwambia Yesu, kwa nini unatembea na mwenye dhambi? Kwa nini unatembea na Zakayo? Alijulikana kama mtoza ushuru. Alikuwa anajulikana yule ambaye anabeba pesa za watu, lakini Yesu hakuangalia. Wakaenda pamoja naye mpaka kwa nyumba yake. Ninaamini walikuwa wameketi pamoja. Zakias alikuwa na vitu vya ghali sana, na nakwambia hivi, pengine alijiuliza maswali, ikiwa Yesu amenijua kwa jina langu, basi anajua hata hivi viti nimekalia sio zangu, sijazipata kwa njia nzuri. Akajua kwamba kama Yesu amenijua hata kwa jina langu, hata hii carpet ninayekanyaga sijaipata kwa njia nzuri. Akamwambia Yesu, kwa sababu ya hiyo, hivi vitu ambavyo ninavyo ninavitoa, nitavipeana mara 4 katika jina la Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Ronda, Yesu amewakumbuka jioni ya leo. Yesu amewakumbuka jioni ya leo. Yesu anawapenda jioni ya leo. Muje kwa huyu Yesu. Haijalishi nini ambacho unapitia, haijalishi ni ugonjwa wa aina gani umekushika, Yesu amekuja jioni ya leo akuponye magonjwa yako yote, akutane na mahitaji yako yote, akuponye katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Akaenda kwa mtu mmoja ambaye alikuwa katika nyumba moja. Yesu alikuwa ametembea. Hallelujah. Alikuwa ametembea, na alikuwa ametembea kwa ile nyumba ya Mfarisayo. Biblia inasema ya kwamba pakaja mtu mmoja ambaye ni mwanamke, alijulikana katika kile kijiji. Yeye ni mtu wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaenda kwa yule Mfarisayo, na wakati alikuwa ameketi katika ile nyumba ya Mfarisayo, paka kuja mwanamke mmoja ambaye alikuwa amejulikana katika
katika ule mji, akaingia akamkuta Yesu ameketi kwa ile nyumba. Alipoingia akamtazama Yesu, akaingia katika magoti, akaenda pahali Yesu alikuwa, akapiga magoti. Maandiko inasema akaanza kulia kwa machozi mengi. Machozi yake ikawa inapanguza miguu ya Yesu, akamwaga machozi mengi, akachukua nywele zake akapanguza miguu ya Yesu. Yule Mfarisayo akamuuliza, kwa nini unashirikiana na huyu mama na anajulikana yeye ni mlevi na anajulikana yeye ni kahaba? Yesu akamwambia, afadhali huyu mama, wewe nilipoingia hapa haukunipa hata kikombe cha maji ili niweze kupanguza miguu yangu. Lakini huyu mama amekuja amelia kwa machozi yake ikaniosha miguu, akatumia nywele zake akapanguza miguu yangu. Afadhali huyu mama. Yesu akamuhubiria akamwambia, kuanzia siku ya leo dhambi zako zimesamehewa. Wewe umesamehewa dhambi. Wapendwa, nataka niwaambie, Yesu amekuja kwa sababu yako. Wewe umeitwa majina, wewe hakuna majina haujapewa. Umeitwa mvutaji wa bangi, umeambiwa wewe ni mlevi, umeitwa kahaba, lakini nakwambia Yesu amekuja jioni ya leo kwa sababu yako, wewe ambaye umeitwa majina. Yesu hakukuja kwa sababu ya wale wazuri, alikuja kwa sababu yako, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Maandiko inasema alitundikwa pale msalabani kwa sababu ya dhambi zako. Aliwekwa pale msalabani, na alipowekwa pale msalabani na akachukua magonjwa yako yote. Alipowekwa pale msalabani akabeba laana zako zote. Alipowekwa pale msalabani akabeba magonjwa yako yote. Alipowekwa msalabani akachukua dhambi zako zote. Nataka nikuambie, wewe hauna dhambi. Ukija kwa huyu Yesu, yeye atakusamehea dhambi, hata kama zinyekundu kiasi gani, yeye atakusamehe, yeye atakusamehea. Haleluya! Wacha nikwambie ndugu yangu na dada yangu unayenisikiza, unaweza ingia mbinguni ikiwa wewe ni mgonjwa, lakini you cannot make to heaven when you are a sinner. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ingia mbingu ikiwa wewe ni mwenye dhambi. Unaweza kuwa wewe ni mgonjwa na utaingia, lakini nataka nikuambie jioni ya leo, you cannot make to heaven a sinner. Praise the name of the Lord. Unatakiwa kusamehewa dhambi zako. Sijakuletea dini, nimekuambia juu ya msamaha wa dhambi, juu ya kusamehewa dhambi zako. Huyu Yesu amejaa upendo. Huyu Yesu amejaa upendo. Huyu Yesu amejaa upendo. Yeye ni wa rehema. Yeye ni wa rehema. Yeye ni wa rehema nyingi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. You can make to heaven a sick man, but you cannot make to heaven a sinner. Haleluya. Yeye ameketi katika mkono wa kuume kwa Baba. Na hakuna yeyote atakayeingia mbinguni, atapitia tu kwa yule Yesu. Yeye ndio ataambia Baba yake, huyu ninamjua, huyu aliniitia jina langu nikiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ni wakati wako uliitie jina la huyu Yesu ukiwa hapa duniani, kwa sababu baada ya haya maisha hautaweza kuliitia hili jina mahali popote. Hapa ndiyo mahali pa kuliitia hili jina,
likuweke huru, usamehewe dhambi na upate tikiti ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ndio tikiti peke yake. Yesu ndio njia, sio Ibrahimu. Jesus Christ is the way to heaven. Hallelujah. Hata Maria Magdalini alikuwa ni mwenye dhambi, alikuwa mwenye dhambi, hata alitolewa mapepo. Lakini nataka nikuambie, kwa sababu ya kumkubali huyu Yesu, yeye ndio tikiti ya kwenda mbinguni. Haleluya. Sijakuletea dini nyingine, nimekuletea Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yeye peke yake, hakuna mwingine anayeweza kuokoa, hakuna mwingine anaweza kusamehea dhambi isipokuwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Watu wa Ronda, Yesu amewakumbuka. Haijalishi mama amekuja kwa sababu ya huyo mtoto ambaye umepeleka hospitalini, umeshindwa useme nini, madaktari wameshindwa, wanashindwa wafanye nini. Wewe mama umeenda hospitali, hakuna mahali haujaenda, umejaribu madawa ya mitishamba, umejaribu kila kitu. Wengine mumeuza mali yenu, wengine hamuna lolote, kwa sababu mumeshindwa mufanye nini, mumefika mwisho. Lakini leo nimekuletea jibu. Jibu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, hakuna mwingine. Maandiko inanikumbusha juu ya mama mmoja aliyekuwa anatokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Maandiko inasema ya kwamba huyu mama akatumia pesa zake zote, akatumia mali yake, akaenda kwa madaktari. Madaktari hawakumsaidia, akaenda mpaka kwa wadaktari wa mitishamba, hawakumsaidia. Lakini wacha nikuambie, siku moja alipokutana na huyu Yesu, hali yake ikabadilika, maisha yake ikabadilika, mambo yake ikabadilika. Alikuwa amepoteza kwa muda wa miaka 12, lakini Yesu alipoingilia maisha yake, mambo yake ikawa sawa na akakuwa huru katika jina la Yesu. Haijalishi mpendwa, ni nini umefanya. Unaweza kuwa umeuza shamba kwa sababu ya hiyo ugonjwa. Unaweza kuwa umemaliza mali yako kwa sababu ya huo ugonjwa. Lakini nimekuletea jibu. Yesu Kristo mwana wa Mungu, yeye ndio anayeponya. Sisi hatuponyi, mponyaji yuko hapa. Utakapochukua hatua ya imani na uje kwa huyu Yesu, atakuponya magonjwa yako, atakusamehea dhambi katika jina la Yesu. Haleluya. Akaingia katika nyumba ya Zakia. Biblia inasema maisha ya Zakia ikabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye alikuwa amejulikana, alikuwa sio mtu mzuri, lakini Yesu akabadilisha maisha yake. Hata nawe jioni ya leo, Yesu anaweza kukubadilishia maisha yako siku ya leo katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Rebashaka ya raboria. Basi nataka tusongee hapa karibu. Nataka tusongee tunapoendelea kumaliza. Nataka tusongee hapa karibu ili tuweze kuomba pamoja. Wewe unayenisikia ukiwa kule mbali, Bwana ametusimamishia mvua ya baraka. Nataka nikwambie, Ronda haitabakia vile ilivyokuwa tena. Hiyo imekuwa ishara kubwa ya kwamba Mungu ametembea Ronda. Mungu ametembea katika mkutano huu. Maisha yako haitabakia ilivyokuwa tena, kwa sababu huyu Yesu amekwisha kuja katika jina la Yesu. Kwa hivyo ninakuuliza wewe unayenisikia, hata ukiwa nyumbani yako, ndugu yangu karibu, songeeni hapa karibu, na huyo dada songeeni hapa karibu, ili tuweze kumaliza kwa pamoja katika jina la Yesu. Haleluya.
Yesu anaponya. Huyu Yesu anaokoa. Huyu Yesu amejaa rehema nyingi. Yeye ni mwingi wa rehema. Maisha yako haitabakia ilivyokuwa tena. Kama vile mvua inyeshavyo inakuja hapa duniani, ikishaanguka inaleta mabadiliko, hivyo ndivyo ametunyeshea mvua yake ya baraka. Maisha yako haitabakia vile ilivyokuwa. Yesu anaenda kubadilisha maisha yako. Yesu anaenda kubadilisha jamii yako. Yesu anaenda kubadilisha mume wako. Yesu anaenda kubadilisha watoto wako katika jina la Yesu. Kwa hivyo popote unaponisikia, ninakuuliza, unayesikia sauti yangu, ninataka usongee hapa karibu ili tukaweze katika jina la Yesu kumaliza kwa pamoja katika jina la Yesu. Nikiwauliza waimbaji wetu waje tu tuingie kwa worship moja, ili tunapowangojea wapenzi wetu waweze kukaribia ili tuweze kumaliza katika jina la Yesu. Worshipers, mje tuweze kuimba wimbo mmoja ili tuweze kuingia katika kipindi hicho kingine cha maombi. Huyu Yesu anaweza. Unaweza kuwa wewe hausikii, you are blind, wewe ni kiziwi. Yesu yuko mahali hapa, atakuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati mmoja tumeenda kuhubiri pale Kitale na tuliona Mungu akitenda miujiza. Huyo Mungu angali anatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Angali anatenda. Alimponya dada mmoja ambaye alikuwa katika hali yake ya kufa. Alikuwa amefika mwisho. Baba yake alimuleta akilia. Walikuwa ni wasichana wawili ambaye aliwapenda sana, lakini mmoja aliletwa amelemewa, alikuwa hajiwezi. Wakati tulikuwa katika ule mkutano, nguvu za Mungu zilishuka na yule msichana maisha yake ikabadilika. Yesu akamponya na siku ya leo anaishi na anatangaza ukuu wa Bwana. Nataka nikuambie jioni ya leo, nguvu za Mungu ziko mahali hapa. Uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Chochote ambacho ungependa, Yesu yuko pamoja nasi, atakuponya, atakutembelea katika jina la Yesu. Waimbaji, tafadhali inua mikono yako tumwambie Bwana. Inua mikono yako tumwambie Bwana. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Hafananishwi na kitu kingine. Hafananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu. Ningekuwa wewe ningeinua hiyo mikono nimwambie, unatoa faraja ambayo haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi Yesu, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Unafanya mambo inua tu hiyo mikono, kubali kumwambia faraja ambayo Yesu haufananishwi. Shakataposa kataya haufananishwi Yesu, haufananishwi Yesu. Wewe ni Baba, oh mtuliza, haufananishwi. Sauti yako
uaminifu wako siku zote, mwambie uaminifu siku zote, ukuu wako unadumu milele Bwana. Yerabosha tarabasaya reposa kataya rabosha. Kila siku na kila saa mwaminifu Bwana. Inua mikono yako tumwambie, kila siku na kila saa mwaminifu Bwana. Sema kila siku, katika hali hiyo ya kumwabudu Mungu, nataka tusongelee hapa sisi zote. Wale wako kule nyuma wanyoike, nisongezee hao wapendwa, ili tukaweze kusimama kumaliza kwa pamoja katika jina la Yesu. Niletee wapendwa hao. There is no shortcut to heaven. Na Biblia inasema hapa sio kwetu, sisi ni wapita njia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umejiweka kwa njia gani? Wewe umejitayarisha vizuri? Huyu Yesu akija jioni ya leo, wewe una hakika utaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni? Mambo ni mawili: umkubali huyu Yesu, ujipatie tikiti ya kwenda mbinguni, ama umkatae huyu Yesu, utaenda upande mwingine. Leo hii hakuna mahali pengine unaweza kuliitia hilo jina la huyu Yesu isipokuwa ukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu saa hizi
pengine anakufa through road accident, ambaye hajajuana na huyu Yesu. Kuna mwingine anakufa pale hospitali na hajajuana na huyu Yesu. Baada ya haya maisha, maandiko inasema kuna maisha mengine ya kuishi. Pengine amekutana na mwingine mahali pale, anamuuliza, unaweza nikumbusha lile jina tulikuwa tunatajiwa tukiwa pale duniani? Anakuambia, silijui, siwezi kulikumbua. Acha nikuambie mpendwa, hauwezi kuliitia jina la Yesu baada ya haya maisha. Kama hautaliitia hapa, itakuwa ndio mwisho wako. Leo unaweza epuka hiyo hukumu katika jina la Yesu. Kwa hivyo ninakuuliza, pengine uko miongoni mwetu na wewe haujaokoka na ungependa kumpokea huyu Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nionyeshe kwa ishara ya mkono. Mahali uliko, wewe haujaokoka, wewe haujajuana na huyu Yesu, wewe haujamjua huyu Yesu, jina lako halijaandikwa katika kitabu cha uzima. Are you here and you are not born again, na haujajuana na huyu Yesu? Ninyoshe mkono mahali uliko. Washemanzi wetu wako hapa, watakuchukua mahali uliko. Hata mkiwa kule madukani na unasikia sauti hii, nimekuambia hakuna njia nyingine. Yesu Kristo ndiyo njia pekee ya kwenda kwa Baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja ambaye angependa kumpokea huyu Yesu? Do we have one in our midst? Do we have one in our midst? Hallelujah. Basi kama hakuna, ningependa tu turudie hili hii toba mbele za Mungu. Turudie mbele za Mungu ombi hili la toba. Wale ambaye wako nyumbani, wewe unasikia sauti yangu, hata kama haujakuja katika mkutano huu, nataka urudie haya maneno nyuma yangu. Wewe unayenisikia, Biblia inasema ya kwamba ni katika kukiri na kuamini katika moyo wako ndio utaweza kupokea wokovu. Kwa hivyo ni vizuri kama unasikia sauti hii, uweze kurudia toba katika jina la Yesu. Bwana Yesu, hebu turudie zote, tuseme, Bwana Yesu, siku ya leo nimesikia sauti yako, na mimi nikiwa mwenye dhambi nimeamua kukufuata. Ninajua ya kwamba ulikufa pale msalabani ili niweze kusamehewa dhambi zangu. Ninakuja kwako, ninaomba unisamehe dhambi zote nimefanya, zile ninazojua na zile ambazo sizifahamu. Ninakuomba siku ya leo, andika majina yangu katika kitabu cha uzima, na utoe majina yangu katika kitabu cha hukumu. Asante Yesu kwa kuniokoa, kwa kunifanya kiumbe kipya, kwa kunisamehe dhambi zangu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Ninasema ni asante kwa yeyote ambaye amekili neno hilo. Asante kwa sababu yeyote ambaye amelifuatilia lilo ombi. Ninajua ya kwamba hata akiwa nyumbani mwake, Bwana ameelekezwa na Bwana amekupokea kama Bwana wa maisha yake, na ninajua ya kwamba siku moja atakuja na atatoa ushuhuda ya kwamba aliweza kukupokea katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa sababu ya kila mmoja. Ninakukemea wewe shetani, wewe ambaye ni mharibifu, katika jina la Yesu. Wewe ambaye umeharibu jamii za watu wengi, ninakukemea katika jina la Yesu. Ninakuambia hauna nguvu na hauna na mamlaka juu ya wapendwa hawa, juu ya wale wamekili ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yao. Ninakushukuru kwa sababu Bwana utawatembelea mahali wako. Roho wako Mtakatifu ataendelea kuwashawishi, na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata tunaamini. Amen. Pengine uko miongoni mwetu
Maybe you are sick. Haijalishi ni mahali gani panakuuma, haijalishi ni nini kinakusumbua. Hata ukiwa pale nyumbani, tutatuma nguvu za Mungu zitakushukia mahali uliko. Pengine wewe ni mgonjwa, popote ambacho panakudhuru, popote ambacho kile ambacho kinakuumiza katika mwili wako. Unaweza kukua, pengine wewe ni kiziwi, hausikii. Unaweza kuwa kuna magonjwa yanakusumbua, umeenda mahospitali, umeenda kwa madaktari, hakuna kitu ambacho kimefanyika. Nataka nikuambie jioni ya leo, tutakapoamini pamoja, huyu Yesu atakuponya katika jina la Yesu. Kwa hivyo kama wewe ni mgonjwa, inua mkono wako juu na mkono mwingine ushike mahali ambapo pana maumivu. Mahali pengine, kama pengine wewe ni kiziwi, baby hausikii hata kwa sikio moja, weka kidole kwenye sikio lako na uinue mkono mmoja juu ili tuweze kutangaza uponyaji juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu tukuitapo wewe usikia. Ni asante kwa sababu umefungua bingu kwa sababu ya wapendwa hawa katika jina la Yesu Kristo. Baba, kama mtumishi wako, ninataka kuachilia neno lako la uponyaji juu ya wapendwa hawa waliokuwa katika kiwanja hiki, wanayenisikia wakiwa nyumbani. Baba, ninakuja mbele zako, ninasema ni asante. Ninakushukuru kwa sababu maandiko inasema popote wewe ulienda, wewe ulitenda mema uko miongoni mwetu ili ukaweza kutenda mema. Ninataka kuachilia nguvu zako za uponyaji juu ya watu wako katika jina la Yesu. Ninaomba ukawatembelee sasa katika jina la Yesu. Ninaachilia uponyaji, ninaachilia nguvu za uponyaji juu ya maisha ya wapendwa hawa katika jina la Yesu. Ninaamurisha sasa kila magonjwa yatoweke katika jina la Yesu. Wewe roho wa high blood pressure, ninakukemea toka kwa watu wa Mungu katika jina la Yesu. Wewe roho wa kisukari, I come against you in the mighty name of Jesus. You have no power over God's people in the name of Jesus. I command you to leave in the name of Jesus. You are a spirit. Ninakushika sasa katika jina la Yesu. Ninaachilia nguvu za uponyaji zikaingie ndani ya mifupa yao, ndani ya nyama zao, ndani ya damu yao katika jina la Yesu. Ninakukemea wewe roho wa uziwi, ninakufunga sasa. Ninakuambia achilia watu wa Mungu katika jina la Yesu. Aina ya magonjwa ninayalaani, ninayakemea katika jina la Yesu. Popote ambapo watu wako wanaumia, wanaugua, wanaachilia neno lako, achilia uponyaji, achilia uponyaji katika jina la Yesu. Oreka pashanta reposhe karabarod riana mashanta raboria. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ninakuja kinyume na kila roho wa magonjwa, ninakuja kinyume na kila nguvu za mapepo ambazo zimefunga watu wa Mungu. Huyo mtoto ambaye amelala mahali amelala kwa sababu amesukumwa na nguvu za giza, Bwana ukamwamshe tena, Bwana ukamtoe tena katika hicho kitanda katika jina la Yesu. Bwana ukamuokoe, Bwana ukamponye, ukamuinue tena katika jina la Yesu. Oh Yesu, ninaachilia nguvu zako, ninaachilia nguvu zako.
tembea kwa watu wako. Roho Mtakatifu wa Mungu, tembea kwa watu wako, wahudumie kila mmoja katika jina la Yesu. Wahudumie Baba, wahudumie Baba, wahudumie Mungu. Wacha tukawe na shuhuda ya kile ambacho umefanya katika kiwanja hiki katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante, ni kwa sababu umewatembelea na umewatendea. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Makofi mazuri kwa huyu Yesu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sisi ambaye tuko hapa tunajiita Glorious Restoration Family Church. Tuko pale Pipeline, lakini leo tuko chini ya mchungaji Jane Keguta na mume wake. Kanisa la Glorious hili liko hapa nyuma, hilo ndio kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nichukue nafasi hii niweze kumkaribisha mchungaji Josiah ili aje aweze kutumalizia katika jina la Yesu. Lakini wacha tu waimbaji, kabla Pastor Josiah aje, tumshukuru Mungu kwa sababu ya wimbo mmoja, praise moja moto. Hallelujah, hallelujah. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Haya, weka mikono, chapia Yesu makofi. Hivyo Yesu makofi. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuru ni Bwana, ni Bwana, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hata kuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Sheza. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna na hata. Sema hakuna Mungu kama wewe. Inua mikono, kubali tu kucheza. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Tembea kidogo. Nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hata wewe. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hata wewe. Sema hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata wewe. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana.
Wabariki. Mungu Baba. Bwana asifiwe. Kabla tumalize, tungependa tuwatangulize viongozi wetu. Pastor Keguta, tafadhali aje hapa mbele ili aweze kujulikana. Ni baba wetu tunayempenda sana, si atusalamie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kwa hivyo mimi nina furaha sana siku ya leo kwa sababu Mwenyezi Mungu ameonekana hapa Ronda, kwamba tuko hapa kufikisha neno la Mungu kwa kila mtu, na Mungu ametenda. Kwa hivyo sisi hapa Ronda tumefurahi sana. Wale ambao wako manyumbani najua wanatusikia vizuri, wale wanaopita barabarani pia wanatusikia, na kwa hivyo yale ambayo wamesemwa hapo, neno la Mungu linapotoka huwa lina sababu, na kwa hivyo neno hilo ambalo limetoka bila shaka halirudi bure, manake Mwenyezi Mungu ni Mungu na yeye ndiye amejenga neno lenyewe na neno lake. Kwa hivyo Mungu asifiwe sana, na nawashukuru sana nyinyi kwa kuja hapa siku ya leo kushikana nasi. Sisi tuko hapa Ronda karibu na polisi hapo, ndio kuna kanisa yetu ya Ronda Glorious Restoration Family Church, na kwa hivyo tumeshikana leo nanyi Glorious ile kubwa kabisa, kanisa letu kubwa kutoka huko Pipeline. Tumeshikana leo na naomba tuje tena, isiwe tu hivyo, tuje tena, manake hili kwa mara ya kwanza. Tungetaka tena na tena na tena, ili watu wa Ronda waendelee kumjua Mungu na sisi pia tuweze kubarikiwa. Reverend Jane ambaye ndiye anayeshikilia hiyo kanisa ya, mimi ni mdogo wake tu. Kwa hivyo namkaribisha sana Reverend Jane aseme mawili matatu, na pia atukaribishe tena na tena. Ni vizuri tusikie sauti yake, ambaye yeye ndio host wa siku ya leo. Haleluya! 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 Amen. Nashukuru Mungu jioni ya leo kwa ajili ya mkutano huu ambao Bwana alitupatia kwa neema yake na kwa nguvu zake, na nataka kushukuru Mungu sana kwa kanisa letu ambalo liko Pipeline Glorious Restoration Family Church chini ya Bishop Nancy Kenodia na Reverend Emmanuel Kenodia. Asanti kwa kutufikiria na kutuwazia mambo mazuri kama branch ya hapa Ronda. Kwa hivyo sisi tunafurahi sana na tunampa Mungu tukufu, kwa sababu ninajua neno la Mungu haliwezi kuanguka bure. Neno la Mungu linapokuja halirudi bure, lazima litaleta sababu ya lile neno kuja. Kwa hivyo neno ambalo mumeleta limeanguka katika mioyo ya watu wa Mungu. Pia ningependa kutoa shukrani zangu sababu ya kanisa la Glorious from Pipeline ambao wamejumuika pamoja nasi. Najua ya kwamba tulikuwa na ibada yetu, lakini tulizidisha na kuteremka upande huu sababu ya mwito wa kulihubiri Injili. Kwa hivyo kwa watu wa Pipeline, Bwana wabariki sana, awatendee mema. Mchungaji wetu ama evangelist wetu ambaye ametuhubiria hapa, Mr. Ben Karoga, God bless you so much. I will feel the authority of God in you. Therefore, God increase you more and more. Thank you for blessing us. Thank you for bringing the word of God that brings light in the name of Jesus Christ. Ningependa pia kutoa shukrani zangu sababu ya Classic Events. Hebu tupiga makofi sababu ya Classic Events. Kijana wetu Ezekiel ambaye ametunuku sana ibada hii kupitia vifaa hivi na hata pulpit hii. Bwana ambariki na amfikishie rehema zake na neema yake.
pia sisi wote ambao tumejumuika hapa. Bwana atubariki sana. Ningependa niwaachilie baraka ambayo Aroni aliamuriwa na Musa ambaye aliamuriwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba kila wakati watakusanyika katika umati. Musa akamwambia Aroni, basi utakuwa ukiwabariki na maneno haya. Na haya ndiyo maneno ambayo ningependa ninukuu maneno ya Aroni juu ya maisha yetu, na ningependa tupokee kupitia imani in the name of Jesus. Biblia inasema ya kwamba in the book of katika kitabu cha Hesabu 6:24 na ukipenda Numbers chapter 6 verses 24, Biblia inasema ya kwamba naye Bwana awabariki. I wish I was talking to our people. Naye Bwana awabariki. Naye Bwana awalinde. Biblia inasema ya kwamba naye Bwana awaangazie nuru yake. Naye Bwana awape fadhili zake. Nikimaliza nitasema maneno ya Aroni aliyomaliza nao na kusema ya kwamba naye Bwana awamulikie uso wake kwenu na pia awape amani. Bwana awabariki na awatendee mema. Tunatangazia eneo hili la Ronda in the mighty name of Jesus Christ. Hebu neema na rehema za Mwenyezi Mungu zikawafikie. Tunawatangazia watu wa Ronda na maeneo ya Ronda na watu ambao wanasoma kanisa hili letu la Glorious Restoration Family Church na hata mwili wa Kristo. Hebu Bwana awaneemeshe na awarehemeshe in the name of Jesus Christ. Hebu mvua ya mema na mvua ya baraka ikawanyeshea katika jina la Yesu Kristo. Kokote mwendako, hebu mkaenenda na baraka na mkarejea na baraka in the name of Jesus Christ. Na wabariki jioni hii na nuru ya Kristo iwaangazie. In Jesus mighty name we bless you. Amen, amen. Ibada yetu imefika mwisho. Amen.